maarifa nayo anazidi kung'ang'ania, lakini ni mzee ambaye anasema lazima aache urathi ama urithi huu wa maarifa kupitia historia mbalimbali ni za hapa nyumbani Tanzania, lakini na maeneo mengine. Huyu ni gwiji wa maarifa, Sheikh Muhammad Said. Asalamu alaykum bwana. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganga na hii kipara umeniga mimi au mimi ndo nimekuga wewe? Bwana Mkapa kwa kitabu chake anasema kile kipara chake ndio amekuja kugundua kwamba kilitokana na kubeba maji masufuria yale alipokuwa boarding school. Lakini sasa juzi niliona watoto wake lakini Mkapa anataka kuchekesha watu. Kwa nini watoto wake sasa wana vipara? Ile kwa nilikuwa wamebeba maji sana. Mama zetu wamebeba ndoo na mitungi ya maji miaka yote, wala hakuwa na vipara. Nafikiri anataka kuchekesha tu kwenye kitabu. Naam. Sasa bwana, mimi nataka mkasa wa jinsi historia ya uandishi wa kitabu chako maarufu kabisa cha maisha na nyakati za Abdul Wahid Sykes. Kwanza nikwambie Khalid, unajua hii sasa hili ni toleo la 4 kitabu hiki. Toka mara kwanza kimetoka 1998. Kimechapwa nakala ya kwanza ya Kiingereza ile. Kimechapwa London, mpaka leo hichi kitabu kina miaka 26. 26, kijana anaoa, binti anaolewa, anapata mtoto na unakuwa babu mtu. Kabisa. Hongera sana. Asante. Kabla ya 98 ilichukua miaka mingapi? Hiki kitabu naweza kusema siku ya kwanza kusema naanza utafiti, hiyo ndio kwanza ni mwezi Juni mwaka 1985 ofisini kwa bwana Ali Sykes. Nini kimetokea? Unajua Joseph, rafiki yako nampenda sana Joseph Kasela Bantu. Kasela Bantu kikerwa sana na jinsi mwalimu alivyokuwa anaelezea ile historia 5. Yeye ikawa inamuuma. Na kwa nini inamuuma? Hawa watu walikuwa marafiki wakubwa. Mwalimu kusema kweli amekuja Dar es Salaam hapa ile 52. Mtu alikuwa anamjua hapa mjini ni Kasela Bantu kwa sababu alikuwa mwalimu mwenzake. Na mwalimu kaeleza ili katika hotuba na aga Diamond Jubilee. Kasela Bantu akatemeka wireless. Mwalimu akitoka Pugu, kama itakuwa labda weekend alale mjini, basi atalala nyumba ya Kasela Bantu. Urafiki wao ulikuwa hivyo. Na ni Kasela Bantu ndo alimchukua yeye kumleta nyumbani kwa Abdul Sykes. 2. Wakati huo pametokea vurugu kubwa hapa. Viongozi wa African Association wote wamejikuta wamepigwa transfer, wamepelekwa siku zile wakitaa majimboni. Sababu gani? Sababu walitengeneza memorandum ya kueleza vipi wanataka nchi hii itawaliwe. Na mwenyewe training ndio aliwaambia hizi bwana, kusema ni toeni mapendekezo yanaponza haya bwana. Simona katiba yetu mwisho wake ilivyokuwa. Na hiyo ya training ilikuwa hivyo. Mwisho yote ikachafuka. Kwa sababu gani? Ile kamati ile, mara nyingi chakoleza, ile kamati ya taa ile. Sheikh Hassan bin Amiri, Saidi Chaurembo, John Rupia, Hamza Mwapachu, Abdul Sykes, Dr. Vedasto Kiaruzi, Mwalimu Stephen Muhando, ile. Na ndani mle alikuwepo Al Seaton, kijana kutoka Bermuda, mweusi kama wewe. Yeye ndio alikuwa mtaalamu wa sheria. Vipi nyinyi mtapambana na Waingereza hawa? Umoja wa Mataifa sikuzungumza na hapa, atakuzungusheni hawa. Training anasoma ile. Wanasema wanataka wapige kura. Hiyo mwaka 50 hiyo. Hawa wanasema wanataka wapige kura kuchagua kuchagua wajumbe wa bunge la Legislative Council, bunge la Mwingereza ile. Wanataka wapige kura. Na wao walikuwa wanachagua nomination tu. Chief Shangali, Abdul Shangali utakuwa mbunge, Chief David kwa Kidamu kwa hiyo utakuwa mbunge, wanaingia tu. Alafu wangenyamaza basi hapo mngesema hiyo, wakasema baada tutapiga miaka 13 kura, baada ya miaka 13 muondoke. Sema nini, nataka kututoa sisi kwenye nchi hawa?
kumbe hawa tunavyowachekea hivi ndio sasa wanaingia kwenye siasa, ndio wakawatimua. Sasa Kaselabantu yote anajua haya, watu wanajua haya, kwa wao mwanza harakati Mwalimu hayupo Dar es Salaam. Sasa ikawa yeye inamkereketa. Siku hiyo ataandika makala ikachapwa kwenye 85 sasa hiyo. Ilikuwa inamkereketa kwa kusikia maneno ya watu mtaani hatajui yote katika wale waliofanya harakati, atajua Nyerere pekee yake, ndio lilikuwa likimkera yeye. Lakini si hivyo tu, kulikuwa na ugomvi mwingine. Kaselabantu alikuwa mbunge wa Nzega, na Kaselabantu mimi nimezungumza naye mara moja, lakini bado huko hatukufika. Tulizungumza mambo mengine, lakini katika nyaraka za Sykes ukizisoma unamkuta mle ndani, na hao waliomwandika mle ndani wanasema alikuwa mtu, yani kwa wazungu anaonekana mkorofi, ni mtu ambaye hataki kuolewa, anataka ile heshima ya Mwafrika iwepo. Kwa hiyo wao wakawa wanasema huyu mtu mkorofi, apende wazungu huyu. Hiyo sasa katika mkutano kulikuwa na matatizo ya mifugo ya kuibiwa Nzega kule. Katika mkutano wa hadhara akasema watu hao iba ng'ombe wani nao hao kuuliwa tu. Unajua wakati mwingine unaweza kusema kitu chepesi, ile athari yake hujui. Wakauliwa watu bwana, ikawa kesi ile, akakamatwa yeye sasa kama ameshawishi mauaji, kesi kubwa, na alikuwa mbunge wakati huo. Sasa yeye ile alikuwa anachukulia kwa hii chokochoko hii ya Nyerere hii, anachukulia hivyo kama alikuwa anatafutiwa mtego kwa kanasa. Sasa anataka kumaliza na ilipokuwa na mahakamani ile kesi alishinda, lakini ikawa Kaselabantu kwa mahakamani, kukawa na drama nyingi pale, ikawa kama vile kapata uwanja, anataka kueleza yeye nani. Mimi nimeandika katiba G, nimeandika. Anamwambia George Zenba alikuwa Chief Justice, anasema pale mahakamani, drama kweli kweli, kama vile sasa anachukua mahakama kumjibu Mwalimu, kwa watu wamjue Kaselabantu nani. Na kwa kweli alikuwa kiongozi wa taa. Sasa akaandika makala moja kwenye New African, akaeleza kuwa mimi nimesaidia tano bla bla bla, maneno mengi. Mimi nikaiona ile makala ile, nikajibu ile makala kama kueleza ni michango watu wengine. Lakini siku zile 85 mimi mwoga, mtoto mdogo mwoga, mimi sikuweka jina langu, nikaandika, nikachukua mnahitaji pseudonym, ile jina la nani, ile jina ambalo unatumia katika kama la kalamu yako, asio byline bwana. Basi nikaandika pale chini True Muslim. Sasa mimi kilele changu nikamweleza mtu Bwana Ali, bwana ile makala imetoka kwenye New Africa ile, makini mataji yote kina Bwana Ali Sykes, mimi nimeandika ile ya kina kumwambia baba, wewe hii kaandika comedy, sasa nikaandika hii, sasa mwiti hapa tuje tuzungumze. Sasa naweza kusema siku ile ndio nilianza utafiti wa kitabu hiki. Vipi? Bwana Ali akaniambia mimi nina file, mwanzo unaweza kuandika wewe? Nikamwambia baba, mimi naweza. Wewe unaweza kuandika kitabu, sasa kitabu kizima? Nikamwambia baba, mimi naweza. Akaniambia unaona pale? Yeye anaonyesha pale ofisini kwake, mimi naona ukuta. Ume pale kuna sefu. Sasa pale kuna sefu, nimeweka kila kitu, nyaraka zote nazo. Akavia tafuta funguo, sikupata funguo, mimi namleta fundi, tunavunja sefu, nitakupa faili. Nikaenda kisa kirefu kifupi, akanipa mafaili, labda naweza kufika mpaka huko. Akaniambia soma hayo mafaili alafu ndio tuje tuzungumze. Sikuweza kusubiri kuzungumza. Ile ilikuwa ni hazina, mambo kibao. Mimi ugomvi wangu na Bwana Ali mpaka nafariki, mimi na yeye,
baba, hizi haziwezi kukaa bwana kwenye nyumba ya mtu. Huwezi kuweka nyaraka hizi bwana kwenye nyumba ya mtu bwana. Hizi nyaraka za taifa. Basi wananitazama mimi. Za taifa hizi. Baba, hizi nyaraka za tano hizi. Sasa kama nyaraka za tano si chama cha taifa, si ndio chama chetu? Ndio, sasa nisipeleka wapi? Zende Tanzania National Archives. Anambia hawezi kuchukua hizo, hataki nyaraka, hawezi. Kumbe ana kisa na hicho ya hizo nyaraka zake zina kisa. Lakini ndio hiyo ukweli wenyewe unajulikana kwenye zile nyaraka. Sasa Uhuru ulikuja na changamoto nyingi. Mwalimu alizitaka zile nyaraka. Kuwa sasa tuwe na nyaraka zetu zote, maana alijua kwa nyaraka nyingi ziko mikononi mwa watu. Hata John Alif alipoandika historia ya Tanganyika, kile kitabu chake, ile buku kubwa lile, akasema historia tano nyingi sana iko mikononi mwa watu. Yaani ukienda kwa mtu wewe ataweza kutolea picha, akatolea asema nyingi na maelezo, na watu hatujaweza kuwapata akatueleza nini kilikuwa nini. Alizipata nyaraka zake, hakuzitoa mwanani, na yeye akawa anashikilia kwa hizi nyaraka zetu sisi, yale kila section zao. Sasa kwa zenu vipi? Sisi nyaraka za tano sio za chama, nini zao? Sasa kwa nyaraka za tano ndio kwa zenu. Na ujumbe gani ziko wapi? Na sijui zilipo, wanazo wenyewe. Kurasa 416. Miaka mingi ya utafiti na kwenda kuandika kwa kitabu kukamilika kwake. Kitabu kilichojaa historia zote. Najua zile nyaraka zimekubeba sana kufanikisha haya. Sana. Pamoja na mazungumzo na watu bwana. Ndio. Pamoja na mazungumzo na watu. Maana hata ukitazama kitabu hichi nimeanza na Sykes. Kwa sababu wao ndio walianza ile vuguvugu la siasa. Yes, hadi Kwege Agre alipokutana na Mzee Kleist nyumbani hapa Tanzania na nini vyote hivi vipo. Yes. Kitu gani kilikupa shida labda mpaka kukamilika kwake? Wallahi, kwanza baada ya kukamilisha mswada wote, kila mchapaji publisher namuonyesha anasoma, alafu nikutana ananiambia, anasema Mohamed, hii kazi nzuri sana, kazi nzuri sana, lakini mimi siwezi kuichapa hata. Lakini kuna mtu mmoja, yeye sikumtaja hapa, kwa hali ya nyakati ile ilikuwa huwezi kumtaja mtu katika mambo kama haya. Yeye tazama, Mwenyezi Mungu ana mambo ya ajabu. Mwenyezi Mungu ana mambo ya ajabu sana. Siku nimekwenda ofisini kwake, nimemkuta yuko ofisini na Ahmed Rashadali. Tazama Mwenyezi Mungu shani yake. Nimefika pale, Mzee Rashadi namjua, lakini si kwa hivyo. Namjua kwa sababu na swali naye msikiti mmoja na katika vijana, kimwona pale mwamkia napita. Sina mazungumzo naye. Na yule bwana amekaa pale. Vipi bwana? Hanijui huyo bwana, lakini publisher. Kwa bwana, mimi na mswada wa kitabu. Umeandika nini kuhusu nini bwana? Nikasema nimeandika maisha ya Abdul Sykes. Rashadi kastuka kusikia Abdul Sykes, kwa sababu unajua yeye alikuwa rafiki yake toka udogo. Yule bwana kwa sababu nione, nikampola mswada. Sasa hapo Waingereza wanasema nimedraw attention ya Ahmed Rashadi. Waliponiona siku ya pili msikitini, kanita pembeni akaniuliza, hiyo kazi nimeanza lini? Ndio akaniambia, akisema mimi Abdul Sykes rafiki yangu sana toka udogo wetu. Sasa yule bwana akaipitia ile mswada ule. Nilipokwenda akaniambia hiki sio kitabu, hakijakuwa kitabu. Hii nakumbuka maneno akasema, hii ni long article, ni makala ndefu, lakini mimi nitakusaidia wewe hiki mpaka kiwe kitabu. Unavyo vitu vingi lakini huvielezi kwa utulivu, unataka vyote vieleze. Yule bwana alinisaidia bwana, mpaka mimi nikaona tofauti
ya ule mswada nilompa na huu ambao nimekuja kuandika. Yani naambia usichoke tu, kile nikwambia kitu fanya. Mswada ukamilika. Lakini bahati mbaya yeye hakuweza kuchapa. Sasa ule mswada mimi nikaupeleka Nairobi, Oxford University Press. Na hakuweza pia, alikuwa na hofu. Siwezi kusema kama alikuwa na hofu ama vipi, lakini hakuchapa. Lakini alinilaumu baada ya kusema, Mohamed, kile kitabu ilikuwa mimi nikichape, wewe umefanya haraka. Inawezekana mimi nilikuwa na haraka, kwa sababu karibu miaka 10 na ile kazi naifanya. Jumla ni miaka 15, lakini naweza kuchukua miaka 5 ile ilikuwa ya kuandika na nini, futa. Kuna wakati mimi nilibadilisha nusu ya kitabu, wallahi. Na nikwambia nini matokeo? Nini? Kompyuta yangu wakati mimi naandika mji mzima wa Dar es Salaam, nakwambia Khalid, mimi peke yangu ndio nilikuwa na kompyuta nyumbani. Unadhani? Mimi peke yangu nilikuwa Dar es Salaam mzima hii, hakuna mtu alikuwa na kompyuta nyumbani. Mimi nimeipataje? Ulinunuaje? Sikuinunua. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja akiitwa Said Bamumin, marehemu maskini. Said Bamumin, yeye nikaa nyumbani kwake nafanya kazi zangu. Yeye akifanya kazi ya NDP. Tuko jirani pale Masaki. Nyumba za NDP hizi, nyumba za mamlaka bandari hizi. Sasa siku ile anaondoka, akaniambia, Mohamed, mimi naondoka, nimepata transfer na kwenda Liberia, lakini hii kompyuta mimi nitakuachia. Lakini sasa kabla sijakuachia nataka ni upgrade. Zamani kompyuta zilikuwa mini, zinakwenda kwa MB 256. Leo hata kuwaka iwake. Tumetoka mbali. Kwa hiyo akaya upgrade hadi skile, akanipa ile kompyuta, nikawa na nyumbani. Sasa ndio mimi nafanya kazi. Hebu nikumbushe, ulikuwa unaniambia muendeleze kitu gani? Tunasema nini? Ilikuwa ni hizi, kuna changamoto gani hasa? Sasa nikawapelekea, nikamwonyesha na rafiki yangu ni yuko Nairobi pale, anaitwa Abdul Kasim Ismail. Akaniambia, Mohamed, hii sisi Oxford, hii kazi, akaniambia kazi nzuri sana. Mimi mwenyewe imenifundisha mambo mengi na imenistajabisha mambo mengi sana, kwa sababu yeye publisher ana publish vitabu vya historia na nini. Yes. Lakini hii ikasema hii kitu kingine kabisa Mohamed, lakini mimi nitakujulisha kwa watu wa publishers London, hii watachapa hii kazi. Kaniambia kabisa hii kazi watachapa. Na ilikuwa imepita hii kazi, imepita mikono miwili. Ilikuwa imepita kwanza huyo publisher kwanza alikwambia, ambaye alikuwa mtaalamu na nilisaidia sana. Alafu ikapita kwenye mikono ya Profesa Kaijage, Frederick Kaijage. Alikuwa mwalimu wangu wa historia chuo kikuu cha Dar es Salaam, na mimi naweza kusema katika walimu ambao nimechumba ile elimu yake ni Profesa Kaijage, na alinipenda mimi. Siku zote darasani nilikuwa nakaa mbele, yani profesa yule pale mimi nakaa hapa, mwenyewe akiniita Mohamed Said Salum, na kama siku mgonjwa hajaniona darasani yeye mwenyewe afurahi, kwa sababu nilikuwa nikiibua mambo mengi sana katika historia. Juzi kuna kijana mmoja alinipigia simu, na mstaafu na alifanya kazi Ikulu, akaniambia, unajua Mohamed, wakati tunasoma sote chuo kikuu sisi wengi sana tulikudhania wewe mtu wa usalama wa taifa. Kwa nini wewe ulikuwa una hofu? Wewe unamkabili mwalimu, unamwambia hii historia iko sawa. Unataka kuanza historia, mwalimu atakuanza historia 5 na Nyerere. Historia 5 anza na Mzee Kleist bwana na watoto wake bwana. Unasema sisi majina hata siku moja tujasikia. Asa na walimu wanakusikiliza. Unajua uzuri wa university, nadhani ni training wale walimu. Hakuchukui kama mtoto mdogo, unajua hakuchukui kama mtoto mdogo anakusikiliza na jinsi anavyokuja na vitu ambavyo yeye labda ndo kwanza anavisikia ndo anavyopenda.
na sengine anaweza akaweza kukuongoza sema, sasa wewe unasema hii, hebu kasoma kitabu fulani utizame yeye anasema nini katika hiyo unasema wewe hivyo. Sasa kile kitabu kikachafu mwaka 98 bwana, nakala ikaja, makala zikaja Dar es Salaam hapa bwana, kopi 1000